Hata juzi ninapoacha fimbo kwa imani, nikasema mimi nitapambana. Sasa nataka nirekebishe kidogo uchumi wangu ukae sawa, mifumo ikishakaa sawa, nianze kupambana huu. Lakini kitu ambacho kilikuwa kimekaa vibaya ilikuwa ni moyo. Ulikuwa unafanyaje? Yaani moyo ulivunjika baada ya familia kuniacha. Nikaona niko peke yangu. Tulikuwa baada vile visa tu, wife wala kutaka maneno. Watoto ukabaki mwenyewe. Sasa ile kumbe baadaye baada ya kuja kufumbuka sasa nikajiona kama nilikuwa kwenye chuo fulani ambacho ni bora kuliko vyuo vingine vyote. Yaani umetoka. Ndio maana sasa hivi sasa yani na imani kwamba huko mbele bado ndoto zinakwenda kufufuka. Hospitali tayari umepokea, umeparalyze, ukamshukuru Mungu. Ulikaa muda gani pale? Ndani ya wiki kama 3. Wiki 3. Hamna dalili ya kukaa sawa? Hamna. Na hapo ukitoa tu upande huu kuna kingine moja? Hapana, upande tu huu. Wiki 3 unarudi home. Tuanzie hapo. Ulipofika home. Sasa nilipofika home nikaanza kujivuta, baadaye nikaenda nikachukua fimbo. Nilipochukua fimbo nikaanza kutoka. Ndugu mdogo. Watu wanakushangaa Moze. Wananishangaa. Sasa baadaye ndo nikaendelea kujitupia, nikaitupia. Kwani Moze, msubiri. Ulivyotoka hospitali uliendelea? Kweli? Pamoja hivi? Nikafungua sasa. Kufikiria kwamba unazidi kujiumiza. Fungua sasa. Sasa baada ya kufungua nikashangaa wale marafiki wote ambao wa maana wamecheza. Kwa sasa nikaanza kuangalia kwa nini grade za marafiki zimebadilika. Kwa baada ya kujiuliza yale maswali nikaona kuna haja ya mimi kuangalia namna. Moze, inatokea unaenda kwa mwana, bwana naomba 50,000 anakukataa. Mara kibao. Nakupa 10 tu. Na umewahi kumlea enzi hizo. Wako watu wengi sana uliwasaidiaga walikukataa. Sasa mimi lile jambo nikalichukua kama ni sehemu fursa. Mungu amenipa kibali sasa nijitafakari. Kwa hapa nilipo. Nikaangalia aengo zote, nikasema kama nilikaa kanisani miaka 10 bila kugusa haya matakataka. Na nikatoka kimagumashi kanisani. Sasa narudi kanisani kwa nguvu moja. Hapo hakukwambia hiyo yote? Yaani mwenyewe swali. Nikampigia sister, nikamwambia sister, naomba niacheni nitoke soba. Uko tayari? Itakuwa kwaje? Kwani baada pale walibidi wakuchukua kupeleke soba? Soba mimi nimekaa. Ilikuwa mbaya. Nani alitoa idea ya wewe kwenda soba? Dada mwenyewe. Na nipe story ya kwa nini nyumba yenu ni soba. Ilikuwaje? Sielewi. Hii soba wakati naanza soba hapo mbele. Wakati naingia soba mimi niliingia mwaka 2017. 2017. Ngome. Ipo toka nyumba. Ngome. Ilikuwa Ngome. Siku hiyo walikuja kule Dr. Asas, Dr. Ngala na Salim Asas. Salim Asas ndio alikuwa anadhamini kipindi hicho. Ile wakati iko Ngome. Basi sasa wakawa wanatafuta nyumba. Na mimi nikaona hii ndio fursa kwa sababu nyumba yangu mimi familia yote imesha. Kipindi hicho na wewe ni mlevi. Ila watu wamekuja kupanga nyumba. Ngoja nielewa. Mimi si niko soba. Umeingia ndani. Yaani niko soba ya Ngome wakati sister ameniambia nataka usaidizi. Kwa hiyo nyumba huko nimeacha peke yake. Nikamwambia hivi, Dr. Ngala marehemu kama namkumbuka. Ndio. Nikamwambia bwana nyumba ile iko tupu. Hii hapa. Kwa hiyo Salim Asas ndio alikuwa mdhamini kipindi hicho. Ndio wakaenda wakaikagua wakaona iko fresh ndio kulipa. Sasa mimi siwezi kuingia mkataba kwa sababu mimi ni mraibu. Kwa hiyo mimi nikamchagua sister. Bwana jamaa nyumba yake mwenyewe hamna kusaini. Msubiri kwanza. Sasa na mraibu. Kule Ngome alikuwa anasimamia Asas. Asas alikuwa mdhamini. Kama mdhamini. Ila marehemu Dr. Ngala ndio cha kwake. Kwa hiyo wewe ulivopacheki pale ukaona hawa anaweza nikawashawishi wakahamia kule. Ilikuwa idea. Ukamchekecha hali. Nikamwambia bwana kuna nyumba kule nimesikia hapa kuna changamoto 1 2 3. Ukiwa na miezi mingapi pale kwa? Nilikuwa na miezi 2. Ndio akakubali, ndio akakwenda kupanga kule. Wanapanga 3 na mimi naingia kule. Hapo kipindi pale mko wangapi? Pale soba pale. Tulikuwa kama 10 hivi. Wengi. Soba asubuhi amka cha kwanza ni nini? Kuna feeling session. Mnakaa cycle wote pamoja. Mnaanza kuhojiwa kwamba
sio kuhojiwa, yani kila mtu anatoa hisia zake, kwa sababu kwenye kutoa hisia inaaminika kwamba ni kama unatapika ili uweze kupata nafuu. Kwa sababu bwana, mimi Edo nasikia hamu sana ya bangi sana leo. Kwa mwingine akwambia bwana, kama unasikia hamu ya bangi, kunywa maji mengi nini. Kama story. Mnatiana moyo, yani kwamba bwana, hiyo vitu vinapita hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo inapoisha ile session, kila mtu anakuwa Chai saa ngapi? Chai saa 2:30. Saa 2. Chai fresh? Chai fresh. Tunaenda saa mchana. Mchana. Kuna chakula cha mchana hapo mnakula. Baada ya kunywa chai mnafanya nini? Baada ya kunywa chai pale wanaweza kuja counseling, wamekuja. Kuna madarasa. Yani ili mradi tu kukutoa ile wengi lile. Na kuna session ya mtu mmoja mmoja, kwa sababu kuna watu ambao wako serious, lazima wakae na watu. Mchana msosi. Mchana msosi. Fresh kabisa. Mnapiga msosi na maji. Hamna kitu kingine. Tunadondoka jioni. Kama kawaida. Kwa hiyo saa 2:30, saa 3 TV inazimwa, kulala. Kwa hiyo zile movement za kawaida sana. Soba kuna nishawishi niache au unaona kuna nichelewesha? Soba kuna kupa wake up call ya kujitambua kwamba kwa nini nimefungiwa. Mimi ni nani? Kwamba kwa nini, yani ile kujiuliza kwa nini nimefungiwa. Hilo swali la kwanza, unaanza kutafuta swali la pili. Mpaka ufike la 3 unaanza kuona kama unaamka. Na mimi ndio maana nikaona nilivyopona, bora mradi wangu ni utege pale. Lengo la kutega mtambo ule pale ni kwamba wale wanaopata nafuu niwe sehemu ya kuwaajiri, kwa sababu shida kubwa ya mraibu, kama hana kitu cha kufanya tayari atarudi. Kwa hiyo malengo yangu nikasema, kama huu mtambo ukifanya vizuri hapa, wale ambao wanakuwa wanarandaranda nikiwaweka hapa wakawa wanapata kipato, itakuwa rahisi kwao. Hapo tunazungumzia mtambo gani? Mtambo ule ambao nimefunga, ambao nilifanikiwa kupata mkopo wa halmashauri wa mtambo wa kutengeneza vifungashio, japokuwa sasa na changamoto, sikuweza kupata material, ndio napambana kupata material. Halmashauri walikupa mkopo? Walinipa mkopo. Shilingi ngapi? Walemavu milioni 8. Milioni 8. Mwaka gani? Mwaka jana. Ndio ambao ukanua mtambo? Ndio nimefunga ule mtambo, nimefunga pale Soba. Kwa hiyo sasa hizi bado napambana kwa ajili ya kupata material. Kwa hiyo unataka wale jamaa wa Soba wanavyozidi kuwa sawa wapige kazi pale. Manispaa walikuelewa? Manispaa walinielewa. Kwa hiyo kwa sasa umefikia wapi? Kwa sasa nimekwama material, kwa sababu nilikuwa nimeomba milioni 12, wakawa wamenikata, wakasema nichukue nipunguze, nikapewa 8. Kwa hiyo sasa hivi ndo kama nikipata material, na maana rahisi kuingia tena kwenye mzunguko wa sokoni. Material ambayo ni karatasi ambazo zina mfumo wa rola. Sasa mfumo wa rola kwa mgororo tani moja ni milioni 3, ambayo sina. Kwa sababu karatasi sio kama hizi za bando. Kule unabidi mfumo wa rola, kwa sababu mtambo wenyewe zinakuja kwa rola. Kwa hiyo inapotoka kwenye rola inapita kwenye mashine huko mbele ndio inatoka. Na mtambo huko hapo Soba. Na sasa hivi una watu wangapi ambao tumesimama kazi? 4. Ambao mlikuwa mmeshaanza? Tuko tumeshaanza, lakini sasa changamoto nilivyokosa material kule Mgororo, nikaenda Dar es Salaam. Kwenda Dar es Salaam kuna kiwanda fulani cha box kinaitwa Trigger. Kuna rola ambazo zimetumika zimebaki pembeni. Nikanunua rola pale ndogo kama za 300 hivi, kuja kuzingiza kwenye mtambo, kumbe ile karatasi ni nene, haipiti kwenye mtambo. Kwa hiyo wakatengeneza kwa mkono, nikapiga mahesabu nikaona ni hasara, nikabidi nisimamishe. Kwa hiyo hapa cha kwanza kabisa yapatikane material. Hapo ndo hiyo milioni 3 Mgororo. Milioni 3 Mgororo, 500,000 usafiri, 200,000 kuwachukua watu fulani wanaitwa watu wa Kubalanga Mbeya kule.